Niwakaribishe kwenye ibada nzuri ambayo Bwana ametupatia. Ibada ya siku ya 5. Wengine wanaita Jumapili, katika majira ambayo Bwana ametupatia. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kukutunza, kukulinda na kuitunza familia yako na kutunza kazi za mikono yako. Kuwa hapa leo wewe ni ushuhuda. Nikiongili neno, mimi ni kiongozi wenu, nimekutana na watu wengi sana na ninajua challenge nyingi sana za watu. Umenielewa? Kwa mimi naye kuombea siku zote, naelewa nachoongea. Napoona wewe una amani, una furaha, namtukuza Mungu sana kwa ajili yako. Hebu tumpigie makofi Mungu mwema. Hakuna ishie kwa nguvu zake. Hayupo. Yaani hata ungekuwa mjanja vipi, huwa tunaishi kwa nguvu za Mungu. Na maisha ni Mungu, na Mungu ni maisha. Ukishampata Mungu, umepata vyote kwenye maisha yako. Kwa mimi, kabla si ya kuletea neno kwa ufupi la leo, nimetoa ushuhuda hizo 2 kwa haraka kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Napokuona, moyo wangu unasikia kuinuliwa, moyo wangu unasikia furaha, moyo wangu unapata nguvu za kumtumikia Mungu tena na tena, kwamba Mungu unalinda watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo nikukaribishe nyumbani mwa Bwana asubuhi ya leo. Uwe mgeni, uwe mwenyeji, karibu nyumbani mwa Bwana. Hebu mwambie jirani yako, nimefurahi kukuona, karibu nyumbani mwa Bwana. Leo tuna ibada fupi tu kwa dakika chache, unisikilize. Alafu tutaikamilisha. Nataka nikupake mafuta yanaitwa ukamilifu wa kumiliki miliki zako. Ukamilifu wa kumiliki miliki zako. Nianze kwa kumshukuru Mungu kwamba tumekuwa na ibada nzuri kwa mwezi wote huu, mwezi wa Abu. Mwezi ambao kwa kweli Mungu ametutunza kama nilivyoeleza hapo mwanzo. Na tumepata neema, kila mwezi Mungu ametupa unabii wa kusafiri nao. Unabii unafananishwa na njia ya kupita. Ndio faida kubwa tulionayo kwenye madhabahu. Narudia, unabii unafananishwa na njia ya kupita unakotakiwa uende. Si njia tu, maana unaweza kupewa njia lakini wewe hutaki kwenda huko, ukutaka uende huko. Kwa hiyo sisi tunapewa unabii, tunasema uhalisia madhabahuni. Ni njia Mungu anakupa ya kila siku, ya kila mwezi, kwamba mwezi huu biashara yako pita hii njia, utafanikiwa. Familia yako ipite hapa, utafanikiwa. Ndio maana nini ya unabii wa kila siku na kila mwezi. Kwa huu mwezi ambao leo ni siku ya 5, 26, tunahitimisha kwa maana siku ya 5, bado siku 2, kesho na kesho kutwa, ulibeba safari za neema, safari za mafanikio. Na la pili, ulibeba kumiliki miliki zako. Kwa mahali tuliposafiri katika biashara, tulijenga, nisikilize vizuri, tulijenga biashara hapo. Tunapoijenga biashara hapo kwenye unabii Mungu aliyosema, hata kama haitaonekana leo kwa macho ya kumiliki na kutawala au kumiliki miliki zako, siku za usoni neno hilo litatimia, maana umelijengea ufahamu. Maana mambo ya rohoni ni ya rohoni, hayaonekani kwa jinsi ya mwili na hayatafsiriwi kwa jinsi ya mwilini, yanatafsiriwa kwa jinsi ya rohoni. Nisikilize vizuri, Mungu aliongea na Ibrahimu majira zile, akamwambia mimi nitakupa uzao. Na wakati mwingine Ibrahimu ambapo alikuwa anataka kukata tamaa, kukosa imani, neno nasema kamtoa usiku wa manane, akamwambia angalia kule juu angani, unaona nini? Akasema naona nyota. Akasema waweza kuhesabu zile nyota? Akasema Bwana siwezi. Akasema ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Unaona hesabu za rohoni zivyo rahisi sana kwa lugha yetu. Hapo huna mtoto na umemwabudu Mungu yapata miaka 10 na hujapata mtoto, Mungu bado anakuambia nitakupa uzao. Kama ukiweza kuhesabu zile nyota za mbinguni, basi hauta uzao wako utahesabika.
Lakini kwa sababu alikuwa anamfahamu Mungu, alielewa Mungu anachoongea naye, akaamini. Na Mungu akalitimiza lile neno ambalo aliongea naye. Naposimama mbele zako, ninamshukuru Mungu kwamba kila neno alilonena na wewe ukaliandika, ukalishika kwenye moyo wako, lazima litokee. Naomba nirudie hapo. Kila neno ambalo Bwana amenena na wewe ukaliamini, kwa maana ufahamu, ukalipokea, hilo neno hakuna kulifuta, lazima litokee. Na sio kwako tu, litatokea kwako na uzao wako. Kama Bwana akwambia atakuponya, atakuponya. Yeye sio mwongo, hata seme uongo. Kama amesema utazaa, ulikuwa una watoto, utazaa, maana yeye sio mwongo. Kama amesema atakutajirisha, huhitaji kuogopa, kwani utajiri chanzo chake ni nani? Si huyu Mungu ambao baba yako ndio tunamwabudu. Huhitaji kuwa na wasiwasi tena, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo tumekuwa na mwezi mzuri sana ambao Mungu ametupatia wa kumiliki miliki zako. Sasa hivi ninavyoongea rohoni, una majeshi ya kumiliki miliki zako, una uumbaji wa kumiliki miliki zako, una moyo, nafsi na roho ya kumiliki miliki zako. Jamani, mnanielewa mpaka hapo? Sasa kwenye Obadia sura ya kwanza au sura ya kwanza mstari wa 17, Obadia 1:17, bali katika mlima Sayuni watakuwako wenye kuokoka, na utakuwa mtakatifu, na nyumba ya Yakobo. Nyumba ya nani hiyo? Aya, ukitaka kulielewa hili neno vizuri, usome Luka 1:26. Wakati Mariam anapewa unabii wa kuzaliwa kwa Yesu, anasema huyu atairejesha nyumba ya Yakobo na kiti cha Daudi. Kunaunganisha hapa sana, nyumba ya Yakobo watamiliki miliki zao. Nyumba ya Yakobo ndio nyumba ya kanisa. Naomba tuende taratibu. Nyumba ya Yakobo ndio nyumba ya nini? Ndio nyumba ya kanisa, sababu Yakobo ndio Israeli. Israeli ndiye aliyezaa makabila 12 ya wana Israeli naitwa, na ndiye akazaa alikotoka Yesu Kristo, na kanisa anaitwa Israeli kizazi cha nne. Kwa ungeweza kusema hapa, na nyumba ya Israeli itamiliki miliki zao, au na nyumba ya kanisa itamiliki miliki zake, au nyumba yangu mimi, nyumba yako wewe. Nyumba kwa maana maisha yako, nyumba kwa maana hatima yako, nyumba kwa maana familia yako, nyumba kwa maana kazi za mikono yako. Lazima umiliki, lazima umiliki. Na mimi nakutamkia kwa kinywa cha Bwana, lazima umiliki katika jina la Bwana. Kama ni afya, lazima umiliki watoto, umiliki fedha, umiliki mashamba, lazima umiliki. Hivyo vyote ni haki yako, aliyesimamia kubwa apewe vile vile. Hapa tumeshaanza safari ya kumilikisha. Sasa hivi ninavyoongea, majeshi ya malaika wako hapa, wana hati za nyumba, wana kadi za magari, wana zile hati. Tunapofunga maagano hapa, si tunatoa zile hati za kichwa na kanisa. Wako hapa, aliye tayari wanampa kadi zake za magari anayohitaji, aliyo tayari wanampa hati za mashamba anayohitaji, walio tayari anapa hati za viwanja anavyohitaji, aliyo tayari anapata kumiliki watoto. Usema amina basi katika jina la Yesu. Neno limesema fumba sana kinywa chako na Mungu atakijaza, si ndio? Au mimi nimesoma vibaya? Anza fumba sana kinywa chako na Mungu atafanya nini? Haipo. Anza funua sana kinywa chako na Bwana atafanya nini? Atakijaza. Kusema amina manake alichosema Mungu kiwe hivyo, na Roho wa Mungu anagongea muhuri kwamba huyu ameamini, amepokea. Neza Mungu akamhesabia Ibrahimu kuwa na haki kwa sababu ya imani. Ina maana saa Ibrahimu alipomwamini Mungu, akagonga muhuri, akamhesabia haki. Na Esau unaposema amina, basi Mungu anagonga muhuri. Anza yes, huyu apate viwanja vyake, huyu apate watoto, huyu apate mume wake, huyu apate kuoa, huyu aolewe, huyu apate magari anayohitaji, huyu apate nyumba, huyu apate mume. Anagonga muhuri, huyu apate watoto. Inatokea vile vile. Unajiamini, nikisimama hapa kazi yangu ni kukukamatia maadui zako na kuwanyonga, ni kukuchukulia haki zako mahali zipokuwa, uchukue endeza nazo. Hivi unaelewa uelewi? Unajua hakuna kitu kibaya, jamani naomba unisamehe. Niongee mfano rahisi. Hakuna kitu kibaya, mmesoma wote darasa,
alafu darasa mmemaliza wote form 4, mwingine kapata 0, mwingine kapata 1. Wewe unajisikia vizuri kama akili zako ziko sahihi kabisa. Na mlikuwa mnafundishwa hapa na mwalimu ni yule yule wa sayansi. Unajisikiaje? Watoto wanajua hii. Hata unajua. Nina maana hakuna kitu kibaya. Kuhani ni yule yule alisimama kwenye ibada hii akasema Mungu leo anakupa hati. Mwingine aliamini akaja na ushuhuda baada mwezi mmoja mwili kwamba jamani, nina magari, nina majumba, nina viwanja. Wewe ukuamini, mlikuwa wote kwenye ibada, unabaki kushangaa. Nina maana hiyo. Sasa siwe hivyo kwako. Tunataka na melemeti tokea hapa kwa ajili yako. Na iwe ni wewe katika jina la Yesu. Iwe kwa ajili yako, iwe kwa ajili ya watoto wako, iwe kwa ajili ya hatima yako. Umebarikiwa na Mungu wa majeshi katika jina la Yesu. Na Yakobo atamiliki miliki zake. Na hebu weka jina lako hapo. Na kuhani Nehemia, weka jina lako. Na kuhani Nehemia, Elia atamiliki miliki zake. Turudie tena. Na kuhani Nehemia, Elia anamiliki miliki. Nimesema hapo naweka jina lako. Ulikuwa unaweka jina lako? Turudie nyingine. Na kuhani Nehemia anamiliki miliki zake katika jina la Yesu. Iwe hivyo. Mafuta anayotaka kukupaka yanaitwa mafuta ya ukamilifu wa kumiliki miliki zako. Ukamilifu ni nini? Kabla ya ukamilifu niseme hivi. Ukamilifu ni hatua ya lazima katika safari yoyote yanayosafiri. Unapozungumza ukamilifu, ni hatua ya lazima kwa abiria yeyote anayesafiri. Ama anasafiri kwa nchi kavu, au anasafiri baharini, au anasafiri angani. Ni kituo cha lazima. Huwezi kuanza safari usijue unaelekea wapi. Kuna mahali unaanzia safari na kuna mahali na hata tiketi zote ziwe ndege, meli, treni zinaandikwa unakoanzia na unakoishia. Halo. Jamani, ni sahihi. Hakuna tiketi unaoandikiwa haisemi unakoishia. Lazima iandike unakoanzia safari na unakoishia. Kwa tunapozungumza ukamilifu rohoni, ni hatua ya lazima kwetu sisi tuaminio kwamba kuna safari umeianzisha katika maisha yako. Hiyo safari inaitwa kuoa na kuolewa. Hiyo safari inaitwa kuzaa watoto. Hiyo safari inaitwa kupata mtaji. Hiyo safari inaitwa kuongeza mtaji wa duka langu. Hiyo safari. Mnasikiliza vizuri? Mwingine safari yake ni kusoma na kusomesha watoto, ni safari. Sasa tunapokuwa tuna safari, tunamwomba Mungu atufanikishe kwenye safari. Safari zote huwa naomba. Mimi naona hata ukisafiri iwe kwa basi, iwe kwa private car, uwe kwenye ndege, huwa wanaombaga jamani. Si ndio? Wengine wanasemaga kila mmoja ombe kwa imani yake. Kwa hiyo ni safari. Kwa mimi na wewe tuna safari. Safari ya kwanza kwenda mbinguni. Ya pili ni safari inaitwa mafanikio kabla hatujaenda wapi? Mbinguni. Kwa hiyo tunasafiri. Mwambie jirani yako tunasafiri. Muulize wewe una safari ya wapi? Kwenda wapi? Mwingine safari yake ni afya yake. Haiko vizuri. Anamwambia Mungu nipe afya. Naumwa Bwana niponye. Iko kwenye akili yako. Safari inaitwa nahitaji uponyaji. Na mkini ulikuja leo badani unaumwa, anza ngoja niende badani nitapona. Hiyo ni safari na utapona mwanangu leo. Inawezekana ni ndugu zako wanahitaji uponyaji, niende kanisani niwaombee ndugu zangu. Umefanya vizuri, watapona katika jina la Yesu. Sasa safari yote inahitaji ukamilifu. Kwa ibada hii ya sasa hivi nao kupaka mafuta ni ya kukamilisha safari ulioianza kwenye nafsi yako, kwenye moyo wako, kwenye roho yako ya unachotamani ili kitokee. Naomba nirudie hapo. Ibada hii na mafuta nao kupaka ni ya kukufanikisha wewe
katika safari kwenye nafsi huku unakotaka uende kibiashara, unakotaka uende kimtaji, unakotaka uende kimaisha. Mwingine ameanza kujenga nyumba, yuko kwenye hatua ya msingi, safari yake ni kuikamilisha nyumba yake ahamie. Hiyo ni safari. Kwa hiyo baada hii ya leo, kwa kuwa mwezi wa safari, na kupaka mafuta yale ulioyaandika ukaweka kwenye moyo wako, uliyatamani yatokee, ndio mafuta na kupaka ili ufike mahali panaitwa mwisho wa safari yangu. Nirudie tena. Mheshimiwa anasema nirudie hapa. Ngoja nirudie. Mungu nitie nguvu nirudie, kila mmoja nielewe. Mafuta nao kupaka leo, nimesema hivi, kila mmoja kwenye nafsi yake kuna vitu fulani anatamani. Ni safari hiyo. Mbia za Mungu, mimi nataka mwaka huu nisaidie Bwana, nifungue duka la hardware, nifungue Bwana duka la nianzishe zile kuuza magari, ngaza nianze kuchimba madini. Ni safari, si ndio? Mwingine ana nyumba anajenga, ameanza safari inaitwa kujenga nyumba, lakini hajafika. Tunaenda vizuri mpaka hapo. Mwingine anahitaji uzao, hana mtoto, hana watoto. Sasa Mungu, naomba Baba nipe watoto. Mwingine anataka kuolewa. Sasa Mungu, nimechoka kukaa peke yangu, nimechoka bila kuwa na kichwa, tunaita kichwa hapa mume, nimechoka bila kuwa peke yangu. Ni safari iko hapa, sawa? Sasa tulipoingia umwezi, Mungu akatupa unabii kwamba ni mwezi wa safari za mafanikio, safari za neema, na ni mwezi wa kumiliki miliki zetu, na tunaanza kumiliki rohoni. Mambo yote ya Mungu yanaanzia wapi? Kwanza rohoni. Nilisema kisichokuwepo rohoni hakiwezi kuwepo uhalisia mwilini. Vitu vyote vinaanzia wapi? Rohoni. Sasa kwa sababu Mungu amesema ni mwezi wa kumiliki miliki, mimi naanza na ile rohoni kwa kukupaka mafuta, ili safari uliyoianzisha ya kujenga nyumba, ya mtaji, ya kuoa, watoto na kadhalika uikamilishe. Hata hapo sijaeleweka? Hapo nimeeleweka sasa? Ongeza makofi kama umenielewa. Sasa mafuta, hebu sema mafuta ndio kila kitu. Si umeona ilipotokea crisis ya mafuta duniani, ndio umeelewa kazi ya mafuta, si ndio? Kwa hata rohoni bila mafuta uendi kokote. Niliwaambia hapo unaweza kufanya vitu vyote kwa usahihi, zile formula za biashara ukafanya kila kitu kwa usahihi, lakini kama huna mafuta ya kukamilisha hilo jambo ya Mungu, utambulia patu. Kwa leo ni mafuta ya kumiliki miliki zako. Sasa ni ngapi wewe unajua mwenyewe, lakini nachotaka kufurahi kwamba Mungu, asante kwamba leo na miliki cheo changu, kile cheo ambacho sikupata muda mrefu na kimiliki. Hafu unashangaa baada ya mwezi moja, miezi mitatu, minne, mitano, mwaka umeteuliwa kwa fulani, lakini ilitokana na ibada ya leo. Anamelemeta baada ya mwaka moja, ilitokana na ibada ya leo. Baada ya miezi mitatu, inatokana na ibada ya leo. Watoto inatokana na ibada ya leo. Kwa ibada hii ni ya kumiliki, ya kupokea mafuta ya kumiliki miliki zako. Mwambie jirani yako, hongera, leo unapokea kumiliki miliki zako. Miliki zako manake nyingi. Afya yupo hayupo? Watoto hapo hawapo? Fedha yupo hayupo? Mashamba yapo hayapo? Maduka yapo hayapo? Apartment zipo hazipo? Magorofa yapo hayapo? Magari yapo hayapo? Kuolewa yupo hayupo? Cheo yupo hayupo? Kufanya vizuri masomo yako yupo hayupo? Kila kitu yuko hapo. Yuko hapo. Usijidhalau. Hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama kujidhalau na kujikatia tamaa. Walioondoka duniani hawapo, wale ndio kama wanaongea ndio wakata tamaa, sio wewe. Unakateje tamaa? Kivipi? Mwambie jirani yako, unakateje tamaa? Hebu muulize, unaona una sifa za kukata tamaa? Atuziainishi hizo sifa sasa. Muulize tena, unaona una sifa za kukata tamaa? Anasema hana. Kwa kuanzia leo hatakata tamaa. Mpigie Bwana makofi kwamba utakata tamaa. Nilikwambia huu mwaka ni mwaka wa maisha ya utele na mahali pa manono. Mungu hajawahi kunipa neno lisithibitike. Kila aliyefuatana na hilo neno nilomwambia kaamini, lazima itokee kwake. Hilo lazima litokee. Mwaka wa maisha ya utele na mahali pa nini? Ni kwa ajili yako na uzao wako na vizazi vyako vyote.
utele wa afya, utele wa maisha yako, wala usiogope, na Bwana Mungu wa majeshi amekubariki mwanangu, katika jina la Yesu. Kwa leo ni maana kukufikisha mahali pa mapenzi ya Mungu aliyokusudia katika mwezi huu, ndani ya mwaka huu wa maisha ya utele, na mahali pa nini? Mahali pa manono ya nchi yako. Amina kubwa. Kwenye Yeremia 29 na ule mstari wa 11, 29:11 Yeremia, nasoma kama ilivyofunuliwa. Maana najua mawazo nayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Sikiliza 12, nanyi mtaniita. Jamani, hatumwiti Mungu hapa, tunamwita. Mtakwenda na kuniomba. Tunamwomba, tumuombi. Hata juzi kwa na zamu ya nuru, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa mioyo yenu, kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilipowafukuza, asema Bwana, nami nitaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Sema amina kubwa. Haya maneno naweza kusema ni unabii Isaya aliyosema kwa habari ya taifa la Israeli kurejea kwenye nchi yao. Lakini nimekwambia Israeli ya sasa ni nani? Asa, nanyi mtaniomba nitasikia, mtanitafuta nitaonekana, mtaniita nitawaitikia, nitawarudisha mahali kwenu. Wewe unajua mahali petu? Mahali pako unapajua? Muulize jirani yako, unapajua mahali pako? Anasema anapajua, hapajui. Mahali pako unapajua? Kila alichosema Mungu kwako kizuri ni mahali pako na ni nyumbani kwako. Naomba nirudie hii. Kila alichokusemea, kila alichokutamkia Mungu kizuri ndio nyumbani kwako na ndio mahali pako. Sasa waovu wanachofanya, nimefundisha vitu miaka mingi, wanakuondoa mahali pako ulipotakiwa uwe kimaisha, ulipotakiwa uwe kicheo, ulipotakiwa uishi, wanakuondoa, wanakupeleka mahali pengine kabisa. Ndio maana ukiwa hapo unasema jamani, maisha gani haya? Ni kwa sababu wamekuondoa mahali ambapo ni pako. Ukiwa hapo unakuwa comfortable, unaanza kustruggle. Maisha gani? Kwa sababu wamekuondoa. Ashukuriwe Mungu kwamba leo unarejea mahali pako, unarejea nyumbani kwako. Na leo unarejea nyumbani kwako, mahali ulipotaka kuishi, mahali unapotaka ukae, unarejea hapo rohoni. Na hapo ukikaa mauti haipo, hapo ukikaa kuferi hayupo, hapo ukikaa hasara hayupo, hapo ukikaa hakuna kuharibika mimba, hapo ukikaa unauza unanunua kwa faida, hapo ukikaa unakula na kunywa, hapo ukikaa hutaferi. Na Bwana kupe neema usiferi kuanzia leo katika jina la Yesu. Na waliokuondoa mahali pao leo tunawafuta, tunakurudisha mahali pako. Kaa hapo sasa hivi, ukae hapo kuanzia leo katika jina la Yesu. Mahali ambapo moyo wako una furaha, mahali ambapo unamwabudu Bwana, mahali ambapo unamtumikia Bwana, mahali ambapo pana neema, mahali ambapo pana kibali, mahali ambapo pana ushindi pande zote. Anasema katika mambo yote tunashinda zaidi ya kushinda. Nataka nikuambie Mungu wetu ndiye anayetaka wewe ushinde. Hutaanguka tena katika jina la Yesu. Waliokuwa wanaangusha biashara yako hawataangusha tena. Mungu akupe kushinda, biashara ishinde, familia yako ishinde, afya yako ishinde, masomo yako na watoto wako washinde vile vile katika jina la Yesu. Umebarikiwa leo, umebarikiwa kesho, umebarikiwa wiki lote, mwezi wote, mwaka wote, ndani ya miaka 1000 kanisa kutawala na Kristo. Tusogee mbele kidogo. Sasa basi, ili kufikia mahali pa ukamilifu wa kumiliki miliki zako, kwa ufupi, ni kweli Mungu anasema anatupa miliki zetu. Sasa tunafikeje hapo ili uhalisia utokee? Eneo la kwanza, unahitaji imani ya kizazi cha nne. Kuwa na imani ya ngapi? Ya kizazi cha nne. Kuwa na imani kizazi cha, au niwe na imani ya kizazi cha nne.
kuwa na imani. Imani ni daraja la kutuvusha tuende mahali ambapo ziko miliki zetu. Imani ndiyo inayotuunganisha na kupokea vyote alivyotuambia Mungu. Kwa lugha nyepesi nasemaga imani ni daraja la kukuvusha uende ng'ambo, yaani mahali Mungu anapotaka uwepo. Au imani ndio inasababisha alichosema Mungu kwako kitokee. Nisikilizeni vizuri nikamilishie hapo. Sasa nisikilize, nyinyi mmefundishwa wengine masomo fake, potofu, yasiyo na msingi wa nini wa Mungu. Mtu anakuambia mimi namwamini Mungu, hata mimi namwamini. Mungu ni moja, ni yule yule. Naona naamini kwa sababu ya uwezo wako wa kufikiri kuwa mdogo. Sasa Mungu ni moja yule yule. Mungu gani? Mungu anajitambulisha kwa majina yake. Huwezi kusema eti Mungu ni moja yule. Mungu gani? Mungu majira zote alijitambulisha kwa sifa yake. Sawa? Ndio maana alipomtokea mwanzo alitambulikana kama Jehova. Akamtokea Ibrahim akiwa anaitwa Mungu Mwenyezi. Si ndio jamani? Akamtokea Musa akasema mimi nikambo niko. Ana sifa. Kwa hiyo mtu asikwambia mimi namwabudu Mungu, imani ile ile. Sasa sikiliza, mimi nikupe tafsiri rahisi ya imani nzuri. Tunaposema imani ni kusikia na kushika na kutenda unachoagizwa kupitia neno la Mungu, kupitia msingi wa Kristo Yesu. Hiyo point udaki. Imani ni kusikia na kushika na kutenda unachoagizwa na Mungu kupitia msingi wa Yesu Kristo pekee. Kama ukusikia, kama ukushika, kama ukutenda anachokuagiza Mungu katika msingi wa Kristo Yesu, una imani. Na hapo sio rahisi ukaconnect unachotaka kitokee. Ndio maana hapa tuna salamu nasema shika neno. Ile sio fashion, ni kutukumbusha wajibu wa kushika na kutenda neno. Narudia, imani hii ndiyo inaitwa imani ya kweli. Ni kusikia na kushika na kutenda unachoagizwa na Mungu kupitia msingi wa nini? Wa Yesu Kristo. Kile unachoagizwa madhabahuni na Mungu ukakifanya, hiyo ndiyo inaitwa nini? Imani. Na ukitenda unafanikiwa. Wewe fuatilia hata shuhuda, anasema siku moja kuhani wa njia alisema hivi, mimi nikaamua kufanya kama alivyofundisha, Mungu amefanya hivi. Ndio huko kuna nguvu. Huko kushika huko ndio kwenye nguvu, ndio kwenye protein yenyewe, ndio source ya power. Huko ndio kuna kila kitu. Na kanisa hili limejengwa hapo, panaitwa shika neno tenda neno. Hapo pana kila kitu. Usipofanya hivyo huna imani ya kweli, au huna imani kizazi cha nani? Cha nne. Una imani inaitwa taraja iliyoandikwa kwenye Waebrania 11:6. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kwa wewe utakuwa unaishi kwenye nafsi inaitwa taraja, sio udhihirisho. Udhihirisho uko kusikia, kushika na kutenda neno la Mungu kupitia msingi wa nani? Wa Kristo Yesu. Hapo ndipo pana nguvu, na huko ndiko kuna protini ya rohoni ambao ukishika, ukila ile, lazima afya yako ikae vizuri. Sema amina kubwa milele. Na huko ndiko kuliko na udhihirisho. Kwa hiyo imani ndiyo inayotuunganisha na Mungu, ndiyo inayotuunganisha na mambo mema yote ya ufalme wa Mungu. Tunapokea kwa njia nini? Ya imani. Sasa adui ni waajabu na wahovyo sana. Alijenga imani nyingi hapo katikati. Ndio maana madhabahu hii ina kitu kinaitwa kuvunja misingi mibovu. Kwa sababu imani inatokana na kusikia. Anasema basi chanzo cha imani huja kwa njia nini? Ya kusikia. Kwa hiyo tuna kitu inaitwa kuvunja misingi nini? Misingi mibaya. Ili ujenge imani yako katika msingi wa nini? Msingi wa neno. Kwa hiyo kwa mfano, hata nikiamua kukuombea hapa, umenielewa? Ukawa una imani kwamba daktari wangu aliniambia ugonjwa huu siwezi kupona. Ile tayari ni imani. Daktari ananiambia usinywe kahawa, ni imani tayari.
Kwambia hebu kunywa kidogo, daktari alikataa. Kwa sababu nini? Tayari ni hivi, mnanielewa ninachokuambia hapa? Ile ni faith tayari. Aliniambia ukinywa kahawa tu utazimika hapo hapo. Kwa unakataa kwa sababu ni tayari imani ulisikia kwa njia nini? Kwa njia ya kusikia. Hivi mnanielewa mpaka hapo? Daktari akaniambia hapa kupona siwezi. Hii shida haiwezi kutoka. Ndio maana tunapokuja kwa Mungu lazima tukatae imani kinyume na nini? Kwa wewe una imani inayokupa hofu. Kwa hata kwa na sasa hivi ugonjwa utatoka, unaondoka sasa hivi, utapona. Unakumbuka daktari alisema siwezi kufanya nini? Muulize jirani yako, naona ka imani yako. Unajua daktari alipima tumbo langu la uzazi akaniambia ili huwezi kuzaa kabisa. Kwa hata kuani akiomba hapa imani wewe huyu inaitwa huwezi kupona. Muulize jirani yako, kuani unamuelewa, lakini ile ni imani. Hata ningekuombea nikakupaka mafuta, huku ndani kuna liukuta ninasema daktari alisema. Kwa wewe huishi kwa kusema, huishi kwa neno. Ulitakiwa useme Mungu amesema. Hata yasiowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanaweze. Bomoa huo ukuta. Mwambie jirani yako, bomoa huo ukuta. Kwa una imani uliingiziwa. Zamani ulikuwa unaenda kwa waganga akakwambia uko wenu ninyi mna damu mbaya mwezi kupata utajiri. Kwa umekuja kanisa unasema mganga aliniambiaga damu yetu sisi ni mbaya, hatuwezi kupata utajiri. Hivi tutaenda kweli hapo? Kwa kuna kuhani na kuna mganga wa kienyeji. Bado na kumbukumbu mganga alikwambia damu yenu ninyi hamwezi kupata nini? Aliyekwambia kuna damu ambayo ina utajiri ni nani? Kwa umejenga imani ya mganga. Aliniambia sisi kwenye ukoo wetu hatuwezi kabisa kupata utajiri. Lakini Mungu anasema kwenye Mwanzo 1, alipoumba umbaji wake 1:31, anasema kila kitu alichokifanya tazama kilikuwa kizuri na chema sana. Uharibifu ndio ulileta hayo mambo yote. Wewe umeokoka, uko ndani ya Kristo Yesu. Una damu ya Kristo, huna damu ya baba, huna damu ya mama. Hata kama damu yenu ya ukoo waliwaambia ina fedha, damu ya Yesu Kristo, damu ya haki kwenda ukomo ina mafuta, ina nyota ya fedha, ina nyota utajiri. Amini. Hetu aliniambia grupu langu la damu mimi siwezi kuzaa. Unaleta mambo ya magrupu ya damu hapa wapi na wapi? Unajua grupu hili la damu ukichanganya na grupu hii ndio inatokea hiyo shida. Okay, basi hata kama amekwambia hivyo, kuna damu ya Kristo. Tuashumu sawa. Iamini damu ya Kristo. Narudia, iamini damu ya nani? Ya Kristo. Na tangu mwanzo Mungu akuumba ya magrupu ya damu yalitokana na anguko. Yakatengeneza hizo. Wasomi wetu wanatuletea grupu hili lina hii, grupu hili na hii. Yesu alipokuja aligundua hii, akasema mtu akiula mwili wangu na kunywa damu yangu ana uhai. Wewe unatakuwa na damu ya Kristo, itakase maisha yako, itakase biashara, itakase hatima yako, itakase kwa jina lako katika jina la Mungu wa majeshi. Sasa haya maimani futa. Hivi mmenielewa mpaka hapo? Wengi hapa mnaendelea kuteseka na magonjwa kwa sababu ya hizo imani zimekaa hapa ndani. Mimi damu yangu aliniambia nisile chakula hiki. Kwa hiyo Mungu alitengeneza vyakula vingine wale nani sasa? Mimi grupu langu la damu ni kila chakula mimi napigaga zote jamani. Muulize mama kuhani. Hakuna maadamu ni halali mimi twende mbele yangu. Kwa sababu mimi na damu ya Kristo. Uliyepewa neema shika neno. Ukiona kitu siri mimi nimeamua mimi. Lakini hakuna cha kuniambia si damu gani. Mimi na damu ya Kristo ambao haina shida haina yoyote. Sasa nina maana gani? Tunapomalizia somo, bomoa huo ukuta wa imani ili leo napokupaka mafuta nguvu ya kumiliki na kutawala iingie ndani yako, umiliki utawale katika jina la Mungu wa majeshi. Alafu wewe bado upo, mwambie jirani yako hapa panaitwa duniani bado upo sana. Hajasikia, mwambie wewe bado upo.
Wanja mwingine anaanza kucount miaka hapa sasa hivi na miaka 50 naenda above si nini 6 hapa mimi kwa heri. Acha hayo maisha bwana. Kwa heri maana yake nini? Wewe bado upo sana. Mwambie tena hajasikia bado upo sana. Ya madude nayo yanatuletea shida haya. Acheni kabisa. Kwa hiyo umenielewa mpaka hapo? Kwa kuna imani unayo umekuwa mtumwa. Umeshikilia tu. Niliambiwa hivi. Futa leo tupa kabisa, choma moto. Muamini Mungu leo afu utashangaza. Mimi nilimwombea mama moja alikuwa na miaka 50. Walimpima akasema kwa umri wako huwezi kuzaa mtoto. Na alikuwa hana mtoto, hajawahi kupata mtoto tangu usichana wake. Nikasema sikiliza, niamini mimi. Ukiniamini mimi na Mungu nilionayo, utazaa mtoto. Nikampiga pawa, akabeba mimba. Alipozaa, alienda kwa daktari na mtoto. Daktari alikunywa maji kwa lugha yetu. Akasema imetokea nini? Akasema kuna mtumishi wa Bwana na sali huko sasa hivi ameniombea. Walienda na mume wake, madaktari walibaki wanashangaa. Yasiwezekana kwa mwanadamu. Yasiwezekana kwa mwanadamu. Yasiwezekana kwa mwanadamu. Na kwa taarifa, Mungu anataka mambo magumu. Kiwa na tatizo gumu, wewe furahi, shangilia, maana ndio Mungu anataka jitukuze kwa hilo. Tunaenda vizuri mpaka hapo? Hivi mnanielewa? Kwa hiyo ondoa kakibao kwenye nafsi yako kalikoandikwa be careful. Kako kwenye moyo huko. Daktari alikwambia be careful. Be careful. Be careful, ukaondoe. Unanielewa vizuri mpaka hapo? Kaondoe huko kwenye nafsi. Ako ka be careful. Tunaenda vizuri mpaka hapo? Tunaenda vizuri mpaka hapo? Hivi mnanielewa mpaka hapo? Unakaondoa ukaondoi. Unakaondoa ukaondoi. Na manyimbo yale ya duniani ya kuimbeti aliyemnyima yule ndo kanipa mimi. Futa manyimbo ya shetani yale. Mungu hawezi kuwa wengine anawapa, wengine anawanyima. Huyo ni baba wa aina gani? Anegawa watoto. Yaani watoto, huyo watoto amezaa yeye mwenyewe. Huyo anampa, huyo anamkatalia. Wewe uliwahi kuona hicho kitu? Yale ni manyimbo ya kukuvunja moyo. Uone kama Mungu anaka upendeleo fulani, kuna aliowapa na wengine wamewanyima. Kama alikuwa kama amekunyima, kulikuwa na sababu gani ya kuleta duniani? Nayo futa. Hujasikia nayo futa hayo. Manyimbo ya duniani kabisa hayo. Eti aliyokupa yule ndio amaninyima mimi. Wapi na wapi? Awanyime. Yaani huyo sio Mungu wa mbingu na nchi. Ila kerubi mbaya. Hivi shetani jamaa mjawahi kujua ana akili fulani ya ovyo hivi. Leo unainuka katika jina la Yesu.